Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Jumamosi nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kukutana kwenye hii YouTube channel madhabahu ya kambi ya wateule, na ili tuweze kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu kwa kifupi sana. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Kama hujasubscribe kwenye haya madhabahu, tafadhali subscribe na najua itakuwa ya baraka. Pasipo na kupoteza wakati, ningependa tuliangalie neno lake Mwenyezi Mungu kwenye Zaburi 30. Zaburi 30 nitasoma ule mstari wa kwanza hadi wa tatu. Zaburi 30 nitasoma ule mstari wa kwanza hadi wa tatu, na Biblia inasema, nitakutukuza Bwana kwa kuwa umeniokoa, ukukubali adui zangu washinde juu yangu. Uliniponya, ulinirudishia afya, ukanilinda nisianguke shimoni la mauti. Narudia, nitakutukuza Bwana kwa kuwa umeniokoa, ukukubali adui zangu washinde juu yangu. Uliniponya, ulinirudishia afya, ukanilinda nisianguke shimoni la mauti. Baba, ni asante kwa hili neno lako, kanene na kila mmoja wetu Baba. Wacha hili neno likamuhimize, likamrekebishe, likamkemee na likampe mwelekeo, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, mwalimu wetu, tunakuruhusu ukatufundishe, ukalifunua hili neno kwa undani, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu alfajiri hii ya leo, usiku wa leo, mchana wa leo, ikitegemea ule wakati unapolifuatilia ili neno. Na tunaona hapa ni Daudi anakuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale mambo Mungu alimwepushana nayo, kwa sababu jinsi Mungu alivyomsaidia. Hapa in simple, Daudi anakuwa anasema hivi kwamba wewe Mungu ndiwe umeniwezesha, wewe Mungu, kama sio wewe uliyekuwa upande wangu singeweza kufika mahala nimefika. Na ndio maana unaona nasema nitakutukuza Bwana kwa kuwa umeniokoa. Jambo la kwanza, alikuwa amemwokoa katika vita kutokana na maadui zake. Unakumbuka wakati akitafutwa na Sauli ya uwawe, mpaka wakati mmoja akajifanya kichaa, mpaka wakati mmoja akiwa ametorokea kwa nchi ya maadui wa Israeli, akawa pale akagundua ako katika hatari. Mfalme Sauli anamfuata na ameingia pia katika ufalme na ambao ulikuwa unamfuata, na pale akajifanya kichaa, na mfalme pale akasema afukuzwe. Mungu akamwokoa. Ni mengi Mungu aliyomwokoa nayo, na hivyo Daudi anakuwa anayatafakari, anasema nitakutukuza kwa kuwa umeniokoa. Na anaendelea zaidi, anasema ukukubali adui zangu washinde juu yangu. Na hivyo tunaweza tukasoma maisha ya Daudi na tukaona alikuwa na maadui wengi, tukianzia akiwa mtoto mdogo pale alipokabiliana na Goliath. Huyo alikuwa adui, na Mungu akukubali adui ashinde dhidi yake, bali Daudi alimwangusha chini. Hata wakati alipokuwa akichunga kondoo wa baba yake, ndugu alikuja, wote aliwaweka chini. Na hivyo Daudi anachukua huyu Zaburi wa 30, anakuwa anatangaza kwamba ni Mungu ameniwezesha, nitakutukuza Bwana kwa kuwa umeniokoa, ukukubali adui zangu washinde juu yangu. Angalia, anaendelea kusema uliniponya. Wakumbuka kuna wakati na ambapo Mungu alimponya Daudi, na hivyo Daudi aoni kwamba ni kwa sababu alikuwa mfalme, lakini anatambua, anakiri kwamba Mungu ndiye aliyemponya, Mungu ndiye aliyemrudishia afya yake, Mungu ndiye aliyemlinda asianguke shimoni la mauti. Na ndio maana pia anatuandikia katika Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na lolote. Na unaona anaelezea, kwa maana alikuwa amepita yale mambo yote. Na hapa katika Zaburi 30 anakuwa anamtukuza Mungu, anakuwa anamsifu Mungu, anakuwa anamshukuru Mungu. Nasi pia tunaweza tukaiga Daudi, tukaona maisha yetu jinsi Mungu ametuokoa. Na ndio maana huu ujumbe nimeupa kichwa, mafuta
mafuta ya imani yako, mafuta ya imani yako. Tunaona Daudi alikumbuka yote, anamtukuza Mungu kwa yale yote amemtendea, na alipomtukuza kwa yale yote amemtendea, tunaona ya kwamba lile jambo, ile hatua ya kumtukuza na kukumbuka yote Mungu na ambayo amemtendea, pia yaliinua, ama lile jambo liliinua imani yake. Yale mambo Mungu alikuwa amemtendea yalikuwa mafuta ya imani yake. Nawe pia unaweza ukayaangalia mambo na ambayo Mungu amekutendea na yakawa mafuta ya imani yako, na hivyo hata wakati unakumbana na mambo mazito, unakumbuka kuna wakati Mungu aliniokoa, unakumbuka kuna wakati Mungu aliniponya, unakumbuka kuna wakati Mungu alinipa mke, unakumbuka kuna wakati Mungu alinifanyia 1, 2, 3. Hata hiyo changamoto inapokuja, unakuwa na mafuta ya imani yako, kwa sababu unakumbuka yote ambayo amekutendea. Na hapo unapokumbuka, si kukumbuka tu peke yake, unamtukuza, unainua sifa na unamshukuru huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo katika maisha yako ya zamani ambayo yalipaswa kukuzuia. Hebu angalia, tangia ukiwa mtoto, hata wakati mamako alikuwa amekubeba katika tumbo lake, hakukuafya, alikuzaa, ukakua, ukawa mtoto, ukaingia shule, ukasoma, ukamaliza. Hilo ni jambo la kumtukuza Mungu, maana Mungu ni yeye amesababisha. Angeruhusu adui zako, aungezaliwa hata, angeruhusu adui zako, aungemaliza hata class 1, lakini Mungu amekulinda. Hilo peke yake linafanyika mafuta ya imani yako. Hakuna sehemu ya kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sehemu ya kuinua mikono na kurusha mikono, la hasha. Maana unajua Mungu alinitendea, Mungu ndiye ameniongoza maishani mwangu, na hata na hili pia hataniacha. Unaelewa hilo? Huenda ulikuwa na ugonjwa, Mungu akakuponya. Ajali, Mungu akakuokoa na ile ajali. Watu waliokuwa kinyume nawe, Mungu akapigana na wao, Mungu akasababisha wakawa na amani na wewe, maana njia zako zilimpendeza Mungu. Au ulikuwa maisha, ulilelewa kwa tabu, lakini licha ya yote, sasa wewe ni mtu mzima, sasa wewe ni baba ya mtu, sasa wewe umemaliza shule, unaangalia yale mambo na yanafanyika mafuta ya imani yako, kusababisha imani yako kuendelea kukua, lakini bado unasimama, bado umebarikiwa, bado una furaha, bado una ushindi. Huo ni ushahidi kuwa Bwana yuko upande wako, hata ukweli tu kwamba bado upo. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu wengine wangepitia yale ulioyapitia, wasingeweza kuvumilia. Mungu akuruhusu adui zako kushinda juu yako, na tumeona hata Daudi anasifia na anasema hilo, maana ulikuwa na maadui, lakini Mungu angeruhusu washinde juu yako. Kila changamoto ambayo Mungu amekupitisha ilikuwa imekusudiwa kuwa mafuta ya imani yako, na ili usije ukakata tamaa, ili usije ukaasi imani, ili usije ukaondoka katika njia za Mungu, ukikumbuka mahala amekutoa. Samueli akaangalia na akasema, hakika umekuwa Ebeneza, wewe ndio umetupigania, na hivyo tunakuita Ebeneza. Umbali huu ni wewe umetuwezesha, tangia Januari hadi mwezi wa 10. Si Mungu amekuwa mwema kwetu? Si tunaweza tukasema yeye ni Ebeneza, na hivyo tunaweza inua sifa na tukamwambia tutakutukuza, maana umetuongoza Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba. Sasa tuko mwezi wa 10, na yale yote amekupitisha, yale yote amekuongoza, inakuwa ni mafuta ya imani yako. Usikate tamaa. Unasema, nilianza mwaka nikiwa na tumaini la kutenda 1, 2, 3, lakini sijatenda, itakuwaje? Wewe angalia yale Mungu amekutendea, endelea kumsifu, endelea kumtukuza, endelea kuinua imani yako. Kwa hiyo msikilizaji, unapokabiliana na changamoto mpya, unaweza kusema, Mungu ulinifanyia pale nyuma, najua utanifanyia pia na sasa. Mungu uliyenipa kibarua, hata leo utanipa kibarua. Mungu uliyenipa amani, hata leo utanipa amani. Mungu uliyenibariki, hata leo utanibariki. Na hiyo peke yake inachochea imani yako, unaendelea na kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza nikasema kwa lugha nyingine, uko na historia na Mungu. Angalia,
Utapata watu wawili wameoana, watakwambia wewe huwezi ingilia ndoa yetu, kwa maana tuko na historia, tumetoka mbali, tumepita mambo mazito. Vivyo hivyo na sisi tuko na historia na Mungu. Mbona ukate tamaa sasa hivi? Mbona urushe mikono? Mbona uasi imani? Na uko na historia na Mungu. Alikuokoa, alikuponya, ulikuwa mgonjwa, kuna mambo mengi alikufanyia. Unaweza ukamtukuza kama Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuwa namalizia, umemwona akikutengezea njia ambapo hakukuwepo na njia. Umemwona akikuweka mahala sahihi kwa wakati sahihi. Umemwona akikuhurumia ulipokosea na kugeuza mambo hata pale ambapo hukustahili. Wakati ulikosa, Mungu alikusamehe. Wakati ulikosa, Mungu alikusamehe. Ulipomwomba msamaha, alikuhurumia. Mambo kama yale unapotazama, imani yako inainuka na unajua hata na hili bado Mungu atanitendea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi anakumbuka yote na anamtukuza huyu Mungu. Unapofikiria tatizo ni kubwa mno, rudi ukachukue mafuta. Mafuta yepi? Angalia yale mambo Mungu amekutendea. Kama kuna changamoto imekuja, angalia. Hiyo peke yake ilimsababisha Daudi kumtukuza Mungu, na akatupa siri ya kuchochea imani yetu ni kuyakumbuka, yani ni kumtukuza Mungu. Ukimkumbusha yale amekutendea, shukrani, unamwabudu, na hiyo peke yake itachochea imani yako. Unapofikiria tatizo ni kubwa mno, rudi ukachukue mafuta. Kumbuka yale Mungu aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Labda anazungumza na wewe siku ya leo. Umekuwa mtu wa kunung'unika kutokana na yale yanayotukia katika maisha yako, na ilali haukumbuki kama Daudi na kumtukuza Mungu. Kuna mala Mungu alikutoa, hilo peke yake linapaswa kukusaidia kushinda hii changamoto. Maana ukikumbuka yale Mungu amekutendea, unainua sifa, unamtukuza na unaendelea na kusonga mbele. Labda uko pale, uko almost to give up. Hebu angalia nyuma yale Mungu amekutendea, anza kumtukuza kama Daudi. Wacha ikawe mafuta ya imani yako, yale mambo Mungu amekutendea, na ili ukaweze na kushinda na hata hili ulilo ndani yake. Daudi anatuonyesha mfano mzuri. Uko pale, usikate tamaa. Hata labda umebackslide, labda umeambiwa kuja tukuonyeshe mahala pa kutoa pesa. Ningependa kuzungumza na wewe alfajiri ya leo. Usikate tamaa, usiasi imani, endelea kumtukuza Mungu, endelea kumsifia kwa yale amekutendea, na utaona maisha yako yakibadilika. Labda uko pale, ulirudi nyuma kwa sababu ya changamoto ulizozipitia, na unasema hakika Mchungaji Ben, ni mimi unayeninenea mimi. Yani ili neno limekuhukumu, acha nitumie hilo neno. Ili neno limesababisha uanze kufeel guilty, kwa sababu ni mengi Mungu alikutendea, lakini ulipopitia kwa katatizo kidogo ukarudi nyuma, ukaasi imani. Ungependa kumrudia Kristo, ungependa kuokoka. Huko pale unanitazama, ungependa kuokoka, ungependa nawe pia umtukuze Mungu kwa yale amekutendea, ungependa uanze kumtukuza kwa wokovu, ungependa kuokoka, ungependa kumrudia Kristo. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho wako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari na ambao nimeanza siku ya leo. Aniwezeshe na hata kuwa na jambo la kumtukuza, kuwa na mafuta ya imani, nikielewa yeye ndiye aliyeniokoa wakati nilitaka kurudi nyuma, nikielewa yeye hakuniruhusu nitumbukie katika shimo la mauti, nikielewa kwamba hakuniruhusu nitokomee katika dhambi, bali aliniokoa. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakupokea alfajiri ya leo. Jaze na Roho wako Mtakatifu, aniongoze kwenye hii safari, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini, amen. Baba, ni asante kwa hili neno lako.
Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza kutupa kuweza kulipokea neno lako. Umezungumza nasi kuhusiana na mafuta ya imani yetu, ni kukutukuza tukikumbuka yote na ambayo umetutendea, kwa maana tuko na historia na wewe. Kuna mengi umetuwezesha kuyashinda, kuna mengi umetuponya nayo, na hivyo tunakutukuza kwayo yote, na hiyo inakuwa mafuta ya imani yetu, kutupa sababu ya kuendelea kushikilia imani na hata kushinda changamoto tunazozipitia. Mungu wetu, ni asante kwa kutuhimiza, ni asante kwa kutupa mwelekeo, ni asante kwa kutukemea, ni asante Mungu wetu, na hata juu zaidi kwa kutufundisha, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Hawa wamekurudia siku ya leo, hawa wameokoka siku ya leo. Baba, wacha historia yako nao, hata tu kwa kuwaokoa tena, kwa kuwarejesha katika imani, ikawe historia, wakakutukuze, maana umewaokoa. Kwa utukufu wa jina lako, washikilie katika imani, waongoze katika imani, kwa utukufu wa jina lako. Mfalme, pokea sifa na utukufu zote, na hata kwa hili neno lako, utukufu wako Baba hatutauguza, bali ukurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme mkuu na mtakatifu. Tunapoanza hii siku na kuendelea, Baba, tunaomba kwamba utanyosha mapito yetu. Tunaomba kwamba Mungu wetu, mwana, tumekutumainia na kukutegemea wewe, utatuongoza Baba. Tutaendelea kupata historia na wewe, maana utatushindania, maana utatuokoa, maana utatuongoza katika njia zako na ambazo ni za kukutukuza. Tuongoze hii siku ya leo, tunaikabidhi mikononi mwako. Walio wagonjwa kawaponye, waliokosa amani kawape amani, wanaohitaji kutoka kwako Baba kawatendee, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, Jumamosi ya leo. Tupatane kwa mara nyingine siku ya Jumatatu, na ambapo tutalipokea neno lingine lake Mwenyezi Mungu la kutuhimiza. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, nambari zangu ni 0792593648, 0792593648. Nena nami pale, nitakuwa nashukuru zaidi. Pia hiyo ni nambari ya sadaka. Ukibarikiwa unatoa sadaka zako, ukiwa na hitaji la ombi, hizo ndizo nambari na Mungu atakubariki. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648, +254 792 593648. Hadi Jumatatu, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.